Mabibi na mabwana, kama ambavyo tulikubaliana kwamba mbele ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin kila goti litapigwa, na mbele ya bwana Vladimirovich Putin kila mtu atachanganyikiwa kwa muda wake. Haijalishi unachanganyikiwa ukiwa na kundi au unachanganyikiwa ukiwa peke yako. Picha linaanza. Wenye viti wa kamati za mambo ya nje wa nchi za Ulaya wametoa taarifa ya pamoja ambayo ni taarifa inayoelezea kile ambacho kimewaumiza sana kutokana na Urusi kuendelea kufanya mashambulizi makubwa pale nchini Ukraine, lakini wanasema mashambulizi ambayo wanayafanya hakuna mtu wa aina yeyote ile ambaye anawaangalia au anaikemea Urusi. Hata huyo Marekani ambaye walikuwa wanategemea angeweza kuwasaidia, lakini na mwenyewe wanaona ameanza kurudisha nyuma nguvu zake majeshi. Sasa wenye viti wa kamati za mambo ya nje wa bunge za nchi za Ulaya wametoa wito kwa Rais Trump pamoja na bunge la Marekani kuonesha uongozi wa kweli katika kukabiliana na tishio la kimataifa ambalo linatolewa na Urusi kama nchi ambayo inatajwa au wameitaja kama ni taifa mshambuliaji. Wamesema hatupaswi kurudia makosa ya kule Munich mwaka 1938. Kujadiliana na mhalifu wa kivita Vladimir Putin ni jambo lisilofaa kabisa. Lengo lake la msingi ni kudhoofisha na kudhalilisha mshirika wetu Marekani. Wenye viti hao wametoa wito kwa Marekani na wanachama wengine wa NATO kuikubali Ukraine kujiunga na NATO bila kuchelewa, na wametaka wanachama wa Umoja wa Ulaya kuharakisha mchakato wa kujiunga kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya pamoja na kukamata mali za Urusi ambazo zimegandishwa au ambazo zimetaifishwa na kuzielekeza katika kuisaidia Ukraine. Wenye viti waliotia sign katika taarifa hiyo ni pamoja na Pavel Afisha, kamati ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, Jamhuri ya Czech; Bruno Fuchs ambaye ni kamati ya mambo ya nje kutoka Ufaransa; Oleksandr Merezko, kamati ya mambo ya nje kutoka Ukraine; Marko Milkoson, kamati ya mambo ya nje kutoka Estonia; Lavil Morkanait, mkurugenzi kamati ya mambo ya nje kutoka Lithuania; Inal Mulnies ambaye huyu ni kamati ya mambo ya nje kutoka Latvia, pamoja na Emily Thornberry, kamati ya mambo ya nje kutoka pale Uingereza. Taarifa hii inatokana na hao wenye viti 7 kamati za mambo ya nje za Ulaya ambao wameungana kutoa wito wa pamoja kuhusu hali ya Ukraine pamoja na Urusi, huku wakikumbusha hayo makosa ya kihistoria yaliyofanywa mwaka 1938 wakati wa mkataba wa Munich, ambapo Uingereza na Ufaransa zilikubali kuachia maeneo ya Sudetenland kwa Ujerumani ya Kinazi ili kuepuka vita, lakini hatua hiyo haikuweza kuzuia vita vya pili vya dunia. Kwa hiyo wanahofia kwamba kuiachia Urusi au kuendelea kukaa na Urusi katika majadiliano ya amani kunaweza kusababisha matokeo mabaya zaidi hapo baadaye. Wanawasilisha wito wao kwa Marekani, hasa Rais Trump pamoja na bunge, ili waoneshe uongozi wa kweli katika kukabiliana na Urusi, lakini wakisisitiza kwamba Ukraine inapaswa kujiunga na NATO haraka iwezekanavyo. Na kulingana na maelezo ya NATO ya mwaka 2023, Ukraine imepiga hatua kubwa za kujiandaa kujiunga na NATO, na kwamba mchakato wa kujiunga umebadilishwa kuwa hatua moja badala ya 2, jambo linaloonesha maendeleo ya Ukraine katika mageuzi. Aidha, wenye viti hao wamependekeza mali za Urusi ambazo zimetaifishwa, hasa benki ya kati ya Urusi yenye thamani ya dola kama za Marekani bilioni 300 zinatakiwa kutwaliwa na hizo fedha zitumike kusaidia ujenzi wa Ukraine. Hili ambalo ni swala la mjadala wa muda mrefu, kwani Umoja wa Ulaya ulianza mipango ya kutumia faida za mali za Urusi mwaka 2024 kwa kutoa mkopo wa dola bilioni 50 kwa Ukraine, lakini Urusi ilishutumu hatua hiyo kama ni hatua haramu kabisa, kwamba ambacho wanakifanya ni kitu cha hovyo vibaya mno. Kwa hiyo taarifa hii inaonyesha msimamo mkali wa wenye viti wa kamati za mambo ya nje wa Ulaya dhidi ya Urusi, wakiunga mkono Ukraine kikamilifu, na wanahimiza hatua za haraka za kuingiza Ukraine katika NATO na Umoja wa Ulaya pamoja na kutumia hizo mali za Urusi kuisaidia Ukraine. Na tumeona watu wengi sana wamesema taarifa hii ni taarifa ambayo inaweza ikawa inalenga kuishinikiza Urusi, lakini kuipa nguvu Marekani katika kuhakikisha kwamba wanapambana na Urusi, lakini pia inaweza ikawa na athari za kijiografia, kiuchumi pamoja na kisiasa. Na tunapoongelea kutaifisha mali za Urusi ambazo zilichukuliwa au zimetaifishwa na ziweze kutumika katika eneo hilo, hili ni jambo ambalo tunaona kabisa haliwezekani. Na wenye viti wamesema kwamba
hawatakiwi hata kidogo kuendelea kumuona bwana Vladimir Putin kama kiongozi ambaye wanaweza wakakaa naye kwenye meza ya mazungumzo, bali wanatakiwa kumuona kama kiongozi mhalifu na ni mhalifu wa kivita. Kwa hiyo Urusi inaonekana kama tishio si tu la Ukraine, lakini ni tishio la kimataifa. Kwa hiyo sasa hivi mataifa mbalimbali yanaanza kuunganisha juhudi zao ili waweze kupambana na serikali ya Urusi. Kwa hiyo wanasema kuendelea kujadiliana na Putin kwa njia hii ya kufanya mazungumzo kutalifanya jambo hili liwe ngumu sana, na wanaifanya Urusi ipate wafuasi wengi zaidi pamoja na washirika wa kimataifa miongoni mwa nchi za kimagharibi, jambo ambalo linaweza likaiondoa Urusi kwenye mijadala ya kimataifa na kufanya nchi nyingine zikatae uhusiano wa kidiplomasia nayo. Lakini pia wanasema wanalenga kuongeza shinikizo la kisiasa kwa sababu wanamtaja bwana Vladimir Putin kama mhalifu wa kivita. Kwa hiyo kumtaja kama mhalifu wa kivita, wanasema itaongeza shinikizo kwa mahakama za kimataifa kama mahakama kimataifa ya haki ICJ pamoja na mahakama kimataifa ya jinai ICC, na wanasema kama bwana Vladimir Putin kama ambavyo alitakiwa kukamatwa tangu mwaka 2023, hii na ICC hii inaonyesha kwamba bwana Vladimir Putin si mtu ambaye anaweza akawa ni unstoppable au hafikiki, bali wanaweza wakamfanya kitu chochote kile. Lakini wanasema wenye viti hawa, kitendo cha kutoa wito wa Ukraine kujiunga na NATO, hili ni moja kati ya jambo ambalo ni gumu, na sababu za kwa nini ni jambo gumu iko hivi. Tunakumbuka kwenye makala moja ambayo ilitolewa na NPR ya mwaka 2022, Putin alisema kwamba magharibi walivunja ahadi za miaka ya 1990 kwa kuisogeza NATO hadi katika nchi moja kuelekea mashariki, kwamba waliitoa NATO kutoka magharibi na wakaanza kuisogeza katika mataifa ambayo yapo Ulaya ya Mashariki, jambo ambalo Urusi wenyewe walisema hilo ni tishio. Kwa hiyo ikiwa Ukraine itajiunga na NATO, Urusi itajiona imezungukwa zaidi na washirika wa NATO, kwani Ukraine ina mpaka wa kama kilomita 2000 tu na Urusi. Kwa hiyo NATO tunapoiona ni muungano wa kijeshi wa nchi wanachama ambao watalazimika kulindana wao wenyewe. Kwa hiyo kitendo cha Ukraine kuwa naye mwanachama wa NATO na yupo Ulaya ya Mashariki litakuwa ni pigo sana. Lakini pia Urusi imesema kwamba kitendo cha hao watu kusema wanataka Ukraine iwe mwanachama wa NATO ni inaweza kama inasogeza mgogoro karibu. Kwa hiyo Urusi inaona hatua hii itakuwa ni hatua ya moja kwa moja kuingia katika mgogoro kati ya nchi wanachama wa NATO pamoja na zile ambazo zipo Ulaya ya Mashariki. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni moja kati ya inaongeza juhudi za kuimarisha nafasi zake kijeshi katika maeneo ambayo Urusi inayamudu, kama vile maeneo kama Belarus yanayodhibitiwa na wanamgambo wanaoungwa mkono na Urusi nchini Ukraine, Donetsk pamoja na Luhansk. Na kitu kingine ambacho tumeona kimezungumzwa ni kwamba wanasema wenye viti hawa wamehimiza mali za Urusi ambazo zimetaifishwa, hasa benki ya kati ya Urusi, zitwaliwe na kutumika kuisaidia Ukraine kwa mujibu wa taarifa ambazo wao wanaziona. Na ifahamike mali hizi ambazo ni za Urusi na zimetaifishwa zina takriban dola bilioni 300, na faida yake kila mwaka itakuwa ni dola kama bilioni 3 ambayo imekuwa ikitumiwa kutoa mkopo wa dola bilioni 50 kwa Ukraine. Na kitendo cha hao kutaka kuzitaifisha hizo mali za Urusi, wanasema wao Warusi zinaweza zikasababisha athari kubwa sana, na hizo athari ambazo zinaweza zikatokea zinaweza zikaleta maafa makubwa zaidi. Lakini jambo pekee ambalo nimeliona hapa ni headline kwangu ambalo nimeliona ni jambo la msingi sana, ni juu ya wenye viti hawa wamesema kitendo ambacho wanakifanya Urusi ni kama wanalinganisha na kile ambacho kilifanyika kule Munich mwaka 1938 wakati Uingereza pamoja na hiyo Ufaransa walipokubali yale maeneo ya Czechoslovakia ya Ujerumani wakati huo kwenda katika mikono ya Ujerumani, na wakasema hii walikuwa nadhani inaweza ikazuia kutokea kwa vita ya tatu ya pili ya dunia, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba ilikuja kuongeza na vita tatu ya dunia ilikuwa pale pale. Na mtakumbuka moja kati ya sababu ambazo Marekani anasema anaona Ukraine wanatakiwa tu kuachia hayo maeneo ni kwa sababu wanataka kuepusha mapigano ya muda mrefu. Sasa wao wanarudi miaka 1938 kwamba walikubaliana hivyo na Ujerumani
kwa maana Uingereza pamoja na Ufaransa walikubaliana na Ujerumani kwamba tuwaachie baadhi ya maeneo ambayo wameyachukua yawe ya kwao, ili tusiingie katika vita ya tatu ya dunia, lakini ili tusiingie katika vita ya pili ya dunia. Lakini vita ya pili ya dunia ilipiganwa vile vile, licha ya kwamba maeneo hayo pia yalichukuliwa na akapewa huyo Mjerumani. Kwa hiyo hiki nicho nacho ambacho wamesema wanakiogopa sana, kisije kikawa yani kisije kikatokea kile ambacho kilitokea miaka hiyo ya 1938. Ndio maana nimewaambia kwamba kwenye hizi enzi za Bwana Vladimir Putin ni kama kila mtu atachanganyikiwa kwa wakati wake, lakini the issue ni kwamba style ya kuchanganyikiwa ndio watu watotofautiana. Utachanganyikiwa ukiwa peke yako, mtachanganyikiwa mkiwa kundi, au mtachanganyikiwa yani wote mkawa mmechanganyikana tu hamueleweki. Hiki ndicho ambacho kinaendelea katika eneo la Special Military Zone. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.